wakuu wa vyombo vya habari. Mko salama, karibuni. Mtazamaji wa TBC1, karibu katika matangazo mubashara moja kwa moja kwa siku ya hii leo, ikiwa ni kutoka hapa Millennium Towers katika ukumbi wa Tanzanite. Kubwa zaidi, wakuu wa vyombo vya habari, washindani ambao hamwezi kukutana, lakini tulipokuwa tunawasiliana kwa ajili ya kukutana, kulikuwa na kukubaliana kwa kiwango kikubwa kuliko wakati mwingine wowote. Kila mkuu wa chombo cha habari au mhariri mwandamizi tulioongea naye au mkuu wa taasisi zingine za kihabari, mara moja walisema ipo haja ya kukutana tujadili, na kweli tukakutana, tukajadili. Na hata tulipokuwa kwenye kikao, ni vyombo vya habari zaidi ya 20, hata tulipokuwa katika kikao kulikuwa na kukubaliana kwa hali ya juu, na tulipata fursa ya kusaili changamoto ambazo zimekuwepo sio kwa Tanzania tu, lakini katika mataifa mengine pia. Na bila kupoteza wakati, nitamkaribisha dadangu, yeye ndio mkuu kwetu wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini kwa tange, wanasema seniority. Kwa hiyo tutamkaribisha yeye aweze kusoma azimio letu, wakuu wa vyombo vya habari pamoja na wahariri waandamizi hapa Tanzania. Karibu sana. Wanatasnia wenzangu, habari ya asubuhi. Tunawashukuru sana kwa kuja. Hili ndio azimio la wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi Tanzania kuhusu umuhimu wa kutunza amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Namba 1. Tanzania ilipata uhuru wake mwaka 1961 kupitia jitihada za majadiliano, mazungumzo na hoja za wanasiasa wakipingana bila kupigana. Watanzania tuna wajibu wa kuendelea kujenga demokrasia yetu kwa majadiliano na hoja, tukipingana bila kupanga kupigana. Namba 2. Demokrasia yetu bado ni changa. Demokrasia sio kama mtoto wa nyumbu anayezaliwa sasa na hapo hapo akaanza kukimbia kwa kasi kama wazazi wake. Demokrasia ni mchakato endelevu unaopaswa kujengwa kila siku kwa kuhakikisha kila hatua inalindwa na wadau wote. Namba 3. Sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tulikutana wiki hii. Tunaamini katika kushamiri kwa demokrasia ya vyama vingi. Ni dhahiri kuwa vyombo vyetu vimetoa mchango mkubwa katika kuijenga na kuishamirisha demokrasia ya vyama vingi kwa miongo zaidi ya 3 sasa. Namba 4. Tuliripoti na hata kuandika tahariri pale vyama vya siasa viliposuguana, hasa nyakati za uchaguzi, na kusababisha vurugu kama ilivyowahi kutokea Zanzibar mwaka 2001 baada ya uchaguzi mkuu. Namba 5. Aidha, kwa muda mrefu vyombo vyetu vya habari vimeripoti sana matukio ya vurugu, uvunjifu wa amani, vita vya wao kwa wao na hata mauaji ya kimbari kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika yaliyoathiriwa na siasa chafu na kuingiliwa na maadui wa nje. Kwa maneno mengine, machafuko, mateso na mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia katika nchi hizo yalisababishwa na ubinafsi wa vikundi vya wanasiasa walioamua kutumia propaganda za kugawa watu bila kujali maslahi mapana ya mataifa yao. Na ni dhahiri kuwa mataifa makubwa yakiwemo ya wakoloni yamekuwa yakichangia kuvuruga amani kwenye mataifa ya Afrika ili kuendeleza maslahi yao ya kiuchumi. Namba 6. Katika siku za hivi karibuni hapa Tanzania tumesikia kauli zinachochea chuki na shari, jambo ambalo halihakisi kabisa utamaduni wa Mtanzania. Kauli zinazohamasisha wananchi kufanya vurugu, kuchoma vituo vya mafuta, vituo vya polisi na mali nyingine, sio tu ni kosa kisheria, bali ni kauli zisizoakisi utanzania wetu na zinazopaswa kukemewa na kila Mtanzania. Namba 7.
Mataifa yaliyotumbukia katika machafuko ya kisiasa, vita vya wao kwa wao na mengine kukumbwa na mauaji ya kimbari yalianza kwa kauli chochezi za mtu mmoja mmoja, baadaye vikundi, na hatimaye zikatengeneza uendawazimu wa kihalaiki kupitia vyombo vya habari na mawasiliano, ikiwemo mitandao ya kijamii. Namba 8. Zipo nchi nyingi zikiwemo jirani zetu Rwanda na Congo, kule Sierra Leone, Ivory Coast, Liberia, Somalia, Sudan na nyinginezo, ambazo zimebaki na makovu ya uendawazimu wa kihalaiki, ambayo hata pale amani iliporejea au itakaporejea, bado makovu hayo yanaendelea kubaki kama sanamu ya kumbukumbu ya majuto. Namba 9. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani kwa sababu ya misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu na utamaduni wa kukaa meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zetu. Na kwa sababu hiyo, kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa ni makazi ya matumaini kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko ya kisiasa na vita katika nchi zao. Namba 10. Hivyo basi, wa Tanzania, kwa umoja wetu, tukatae kuhudhuria karamu ya uchochezi wenye lengo la kutushawishi kulewa uendawazimu wa kihalaiki ambao unaweza kulisambaratisha taifa letu kama ilivyotokea kwa mataifa mengine. Namba 11. Sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tunaungana na viongozi wa dini na makundi mengine yaliyojitokeza kusisitiza umuhimu wa kutunza amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni. Tunakushukuru sana dada Joyce. Kitakachofuata sasa, tutatia saini azimio hili. Wakuu wote walioko hapa mbele tutatia saini azimio hili na tutaligawa kwa vyombo vya habari. Linaweza kupelekwa kwenye mitandao ya kijamii, linaweza kupelekwa kwenye vyombo vya habari, na tulilenga kwamba litumike kwa kadri itakavyowezekana mara kwa mara kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sasa tunakwenda hatua ya kusaini, wakuu wote wa vyombo vya habari kutia saini azimio hili, na basi baada ya hapo tunalikabidhi. Atatuongoza dada Joyce kutia akiwa wa kwanza saini, alafu atafuata Dr. Rioba na sisi wengine tutafuatia. Karibu. Walikutana na kuyajadili mengi kwa pamoja, ikiwa ni wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania, na kile ambacho walikijadili, hatua ya mwisho likatoka azimio ambalo limekuja kuwasilishwa mbele ya waandishi wa habari ili liweze kuifikia jamii kwa ukubwa wake. Takriban mambo 12 yamesikika hapo wakati Joyce Mahavile akiwa anaeleza kile ambacho walikubaliana kwa pamoja, na kwa sasa kinachofanyika ni kutia saini katika azimio hilo, ili mara baada ya hilo kuwa limefanyika liweze kutolewa kwa waandishi wa habari waweze kuisambaza kwa ajili ya jamii, kwa sababu vyombo vya habari vimekuwa msingi mkubwa wa kuhabarisha jamii kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kusaidia katika masuala tofauti yanayokuwa yanaendelea ndani ya nchi ili kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ya kutosha, lakini pia hata kuhabarika kwenye masuala tofauti ambayo yanakuwa yanajiri ndani ya nchi. Kwa sasa nchini Tanzania zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea Jumatano ya Oktoba 29 ya mwaka 2025, tarehe ambayo Watanzania watajitokeza kwa ajili ya kuweza kuchagua viongozi ambao wataongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kubwa zaidi pia katika azimio hili la wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini linazungumza kuelekea katika uchaguzi mkuu huo ambao kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni utaratibu ambao upo kikawaida kila baada ya miaka 5 wananchi kushiriki kwa pamoja kuweza kuwapata viongozi ambao wataongoza katika taifa hili. Na msisitizo mkubwa hapa ni misingi ya amani. Amani kama ambavyo tangu waasisi wa taifa hili lilivyokuwa, babu zetu wakapambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha amani inakuwa inadumishwa katika nchi. Vivyo hivyo ndicho ambacho kinasisitizwa pia hapa katika azimio hili ambalo linatiwa saini kwa sasa na wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Kuzingatia misingi ya amani ndani ya nchi ni moja kati ya mambo ambayo ni msingi zaidi, lakini zipo zile kauli ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii na katika maeneo tofauti, msisitizo pia ukitolewa kwa jamii kutoshiriki kwa namna yote katika kuingia kwenye vitendo ambavyo vinaweza vikasababisha hali ambayo itakuwa ni mbaya ndani ya taifa.
Kwa miaka mingi imekuwa ikifahamika kwamba Tanzania ni makazi ya matumaini kwa wale waliokimbia vita katika nchi zao. Hivi inabidi hilo lienziwe kwa namna moja ama nyingine ili kusaidia vizazi na vizazi vizidi kufurahia maisha yaliyopo ndani ya taifa la Tanzania. Inafahamika kwamba wao viongozi hawa ambao ni wakuu wa vyombo vya habari wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa shughuli za kila siku. Kwa leo sasa wameketi katika meza moja na ambao wanalinda kalamu, kamera pamoja na mikrofoni. Hawa ni mashujaa wasio na silaha zaidi ya ukweli. Kwa hiyo wanachambua na kuweza kufahamu kila ambacho kimejiri, na kupitia kwenye vyombo vya habari ambavyo wanavisimamia, wale watendaji wanakuwa wanafikisha taarifa kwa utuo kwa ajili ya jamii nzima ambayo inakuja kupata kila ambacho kinakuwa kinajiri. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza wazi kwamba kila baada ya miaka 5 wale ambao wana sifa, ambao amefikia umri wa kupiga kura kuanzia miaka 18, ambaye hana changamoto yote pia ya kiakili, anaruhusiwa kushiriki katika mchakato wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atamuongoza kwa kipindi kinachokuwa kinafuatwa. Hivyo misingi hiyo inavyofuatwa inakuwa inatengeneza pia ule wigo mkubwa wa demokrasia. Kama Tanzania jinsi ilivyo ni taifa ambalo linaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia. Kwa hiyo haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni moja wapo ya mambo ya msingi ambayo lazima yazingatiwe. Tusikie maelezo. Nakala ya Kiswahili na ya Kiingereza, alafu ile schedule ambayo kwa kawaida utaratibu wa tunasaini karatasi moja inaonesha chombo, jina. Siku hizi kuna AI. Unaweza ukasaini kule alafu saini zikahama. Tunasaini kwenye tamko lenyewe alafu litatolewa kopi. Kila mtu atapata ambalo lina saini zote na ile kiambata. Namna hiyo maelezo yakitolewa hapa kwa ajili ya shughuli ambayo inaendelea. Tunaona hapo bado saini zinaendelea kuwekwa. Kalamu bado inazidi kutoa wino hapo na kusisitiza kwamba hicho kinachotolewa ama kilichowasilishwa hapa ni taarifa ya wao wote kwa pamoja. Kwa hiyo ipo tayari kwa ajili ya waandishi wa habari watakapokabidhiwa kuweza kuhakikisha na ipeleka kwenye vyombo vya habari ili kila mmoja aweze kuipata kadiri inavyokuwa inatakiwa. Kadiri Tanzania inavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu, sauti za wakuu wa vyombo vya habari, wahariri na waandishi waandamizi zinakutana pia hapa katika meza moja. Kubwa zaidi wanajadili namna ya kuweza kusaidia jamii kuweza kupata taarifa ambazo zinakuwa zinahitajika ili hatua ya mwisho kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi, lakini pia wakati wa uchaguzi na hata mara baada ya uchaguzi kufanyika mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Tangu michakato ilipoanza tumeshuhudia kwa nyakati tofauti. Sasa hivi wagombea wanapita katika majukwaa tofauti kwa ajili ya kunadi sera zao ambazo wanaomba uungwaji mkono kutoka kwa wananchi tofauti. Kila mmoja kila ambacho amekipanga anatumia njia tofauti kuhakikisha kwamba anafikia kwenye majukwaa ili kuhakikisha kwamba anawafikia walio wengi. Kuna wala anawafikia ili waweze kupata nafasi ya kumchagua kuweza kuongoza kwenye kipindi kinachofuata. Zile ambazo zimekuwa zikisikika kwa namna moja nyingine, taarifa ambazo zinakuwa zinaleta hali ya hofu kwa watu, serikali pia imekuwa ikisisitiza vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikitoa taarifa kwamba maandalizi yote yanaenda vizuri na kila mmoja ajiandae kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huo wa kikatiba na kupata haki yake kimsingi ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye atakuja kumuongoza kwa kipindi ambacho kinakuwa kinafuatwa. Pale ambapo unajinyima haki yako mwenyewe ya kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi, unakuwa unatengeneza mazingira ambayo yanaweza kuwa pia na changamoto kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwenye kipindi kinachofuata pale ambapo mambo yatakuwa hayaendi vizuri, inawezekana kwa sababu ya kura yako moja ambayo ulishindwa kwenda kuitoa ama kutekeleza kuipata haki yako ya msingi, ndio inaweza ikaleta changamoto katika kupata maendeleo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo jamii kwa ujumla imekuwa ikisisitizwa kushiriki kwa utuo ili kuhakikisha kwamba mchakato wa maendeleo unapatikana ndani ya jamii na watu wote kushiriki kwa pamoja. Tukizungumza hiki ambacho kimejiri hapa, pasi na shaka mara baada ya waandishi wa habari kukabidhiwa azimio hili la pamoja la wakuu wa vyombo vya habari nchini, itakuwa ni rahisi zaidi kufanya uchambuzi zaidi wa kile ambacho kimejadiliwa, lakini pia kuweza kuipata elimu yote ya kile ambacho kimeonekana katika sehemu hii. Saini zinaendelea kuwekwa hapo. Kitizama karatasi tayari imesha nyingi kweli kweli kuonesha kwamba ni jambo la pamoja la watu wote ambao wameshiriki katika kuzungumza na kuweza kuliwasilisha hapo. Hivyo basi kila mmoja kwa nafasi yake
ana nafasi pia kushiriki na kuhakikisha kwamba michakato yote ambayo ipo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa ni mnufaika wake. Mnufaika kwa kufanya, kwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye kutimiza kile ambacho kinakuwa kinahitajika. Pengine mara baada ya hili kwa limekamilika, tutasikia maelezo mengine ambayo yatakuja kutolewa hapa. Tunafahamu kwamba tangu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilipotangaza kuanza kwa kampeni, Tanzania imekuwa ni jukwaa la mijadala, hoja pamoja na matumaini. Katika miji tofauti na vijiji, kila kona zikisikika sera kutoka kwa wagombea tofauti. Karibu wapiga kura milioni 37,655,559 waliothibitishwa na INEC watashiriki katika zoezi la uchaguzi. Wao wanaibeba dhamana ya kihistoria kufanya uamuzi wenye uzito wa kizazi kizima. Kwa maana hiyo, na ukiangalia idadi hiyo kwa kipindi hiki ni tofauti ya takribani 26.55 kutoka wapiga kura milioni 29.5 ambao walikuwa wamejiandikisha kwenye daftari kipindi cha mwaka 2020. Kwa namba imeongezeka kwa sababu kwa mujibu pia wa sensa ya watu na makazi, idadi ya watu imezidi kuongezeka. Wale ambao walikuwa na umri wa chini pia na wao tayari namba yao imeongezeka kwa wapo tayari kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huu wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atakuja kuongoza. Hapa inazungumzia uchaguzi mkuu ambao unahusisha kupiga kura kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kupiga kura kwa ajili ya kumpata mbunge ambaye atakuwakilisha pale bungeni kuweza kufikisha yale ambayo mpo nayo katika jimbo lenu, lakini pamoja na kumpata diwani ambaye pia atasaidia kwenye kuhakikisha mambo yanakuwa yanaenda vizuri kwa namna moja ama nyingine. Tukizungumza pia kuhusu uchaguzi huu ambao utaenda kufanyika, yapo jumla ya majimbo ya uchaguzi 272. Utakumbuka yaliongezeka majimbo mapya 8, kwa hiyo kufanya idadi kufikia hiyo. Lakini kati ya majimbo hayo 222 yapo Tanzania bara na majimbo 50 yapo Tanzania Zanzibar, kule katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa bluu. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa kinawalenga watu kutoka katika maeneo yote, na pasi na shaka kwa sababu dhima vyombo vya habari imekuwa ikieleweka mara zote kwenye kuhabarisha umma, lakini kwenye kutoa elimu na hata kusaidia kurekebisha pale ambapo mambo yanakuwa yaendi vizuri. Hiki ambacho kinafanywa na wakuu wa vyombo vya habari ni mojawapo kati ya yale majukumu ambayo inabidi vyombo vya habari kuweza kufanya. Hivyo basi, kutokana na hili, imani ni kwamba itakuwa kubwa zaidi kwa vyombo vya habari kwenye kuyachakata na kuyapeleka kwa waandishi ili wote mambo yaweze kwenda vizuri. Na tukiuzungumzia mwaka huu wa 2025, zaidi Oktoba 29 ambayo itakuwa ni tarehe ya kupiga kura, nitakuja kukupa usuli zaidi. Azimio letu kama wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi, tunawashukuru kwa kuhudhuria, na tunaamini pamoja na kwamba limeruka mbashara, mtaendelea kulisambaza kwa Watanzania, kwa sababu vyombo vya habari vina mchango muhimu katika kuhakikisha kwamba vinawasilisha kwa wananchi yale vinayoona ni maslahi ya taifa. Asanteni sana. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania TBC, Hello, karibu sana Mashuka Safi TZ, tukuhudumie. Tuna mashuka mbalimbali ambayo ni pure cotton kutoka Uganda na Pakistan. Mashuka yetu ni kuanzia 15,000, lakini pia tuna maduveti ya aina mbalimbali kuanzia 30,000 mpaka 40,000. Tuna mito ya sebleni na chumbani, pajama za kike na za kiume, soft blankets, foronya za mito mbalimbali. Karibu sana Mashuka Safi Tanzania. Tunapatikana Mikocheni, mtaa wa Tuvikiwa. Tupigie kupitia 0715267461 au Instagram tunatumia Mashuka Safi Tanzania.